Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Bei ya mafuta imeporomoka kidogo kutoka kile nilikizungumza jana kama Brent, ambayo jana ilikuwa takriban $85. Leo inasoma kati ya 84.5. Kwa hiyo kuna kuanguka kidogo kwa bei ya mafuta, na kuanguka huku kunategemea au kupanda kunategemea. Mara kadhaa mijadala mingi imekuwa hata ndani ya Marekani ikifanyika kwa wingi, watu wakihoji makampuni au washirika wa karibu wa Donald Trump huenda wanafanya biashara kubwa sana katika michezo ya kauli na action za Donald Trump. Kauli zinapandisha na kushusha, yani masoko yanategemea tu upepo unavuma vipi, yani unasema nini. Kwa hiyo wawekezaji wanafanya tahadhari. Yani ile kauli ikitoka wanajua tahadhari, kauli hii kibiashara inamaanisha kitu fulani. Juzi Donald Trump alisema Marekani itachaji 20% ya mzigo utakaopita Hormuz, kauli ambayo ilipelekea bei ya mafuta kwenda juu $85. Lakini kauli hiyo aliifuta jana, ambayo imesababisha kidogo kutikisika. Ndio unaona haya mabadiliko yanachezwa. Kwa hiyo kuna wale wazee wale wanaitwa wale wazee wa forex, siji wale wa uwekezaji, trade, najijua wenyewe kwa hii ndio huwa wanajua yani jinsi ya kufuatilia. Sasa wanafuatilia taarifa. Kwa hiyo kuna wakati makampuni ambayo yana uhusiano na Donald Trump Marekani yamenyoshewa vidole kwa kuingiza mamilioni ya fedha katika michezo ambayo inawezekana kama kuwa Trump labda anacheza au anaamua kufanya nao biashara kwa kauli zake tu za moja kwa moja. Akizungumza kauli fulani inaenda inabadili upepo fulani, akizungumza kauli fulani inaenda inabadilisha upepo fulani. Kwa hiyo hii imepelekea bei ya mafuta leo kucheza kidogo, yani kwenda chini kutoka ilivyokuwa, kwa sababu tu ya kauli moja kubadilika kwenda kauli ya pili inabadilisha. Lakini kingine ambacho kimesababisha kubadilisha ni kauli ambazo mfululizo zimetolewa na Marekani kuanzia jana, kutoka tishio la Donald Trump kuwa atashambulia maeneo ya Irani, atashambulia miundombinu ya Irani. Nadhani jana alikuja na kauli moja ambayo alisema Irani wants a settle warning its better behavior. Irani wanataka kufanya makubaliano, lakini akawaonya kuwa warekebishe tabia zao. Ndio alichokizungumza. Lakini jana Irani walitoa taarifa mbili tofauti, nitazungumza hapo baadaye, lakini hili tu nilikuwa nataka kuonyesha kuwa Trump anasema hivyo kuwa Irani wanaonyesha dalili ya kutaka kuzungumza. Yeye anachokisema hivyo kuwa kwa awali alituambia wameomba, awali wanasema wamefanya nini, ni kuwa yeye ndio wechukulia kauli yake nyuma moja kuwa tutapiga madaraja yao, tutapiga miji yao, tutaharibu nguvu zao za umeme kama hawatakuja kuzungumza. It means yeye ndio anataka mazungumzo. Hapa anasema Irani wanataka kuja kuzungumza. Yeye katishia kabisa, usipokuja kuzungumza na kuvunjia, au usipokuja kuzungumza na muua mwanao. Manake anayetaka mazungumzo zaidi anajulikana, lakini sasa anazungumza katika ile lugha. Lakini kuna taarifa ambayo ilichapishwa muda mfupi leo kutoka kwa wasuluhishi wakuu wa mgogoro huu. Wasuluhishi wakuu wa mgogoro huu ni Pakistan, ambaye baadaye alikuja akasaidiwa na Qatar. Kwa hiyo tunapozungumza wasuluhishi wa huu mgogoro inabaki kuwa ni Pakistan na Qatar. Sasa taarifa iliyochapishwa na Pakistan, vyombo vya habari vya Pakistani leo, imeonyesha kuwa Pakistani inasema kuwa wanajaribu kuhakikisha kwa njia zozote waweze kuokoa haya mazungumzo yaweze kufikiwa. Yani kwa njia yoyote wahakikishe haya mazungumzo yanarudi, yani wanarudi kwenye MOU. Nilipokuambia kuwa jana Irani walitoka na taarifa mbili, ni taarifa ya kwanza iliyochapishwa au iliyotolewa na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Ismail Baqai, alivyozungumza na vyombo vya habari kwenye utaratibu wake. Akasema kuwa hawalazimishwi kufata maagizo au hawalazimishwi kufata vifungu vilivyo katika MOU, hali ya kuwa MOU yenyewe haipo, ilishavunjika.
Kwa hiyo wao hawalazimishwi kufata kilichopo kwenye MOU. Hili swala liliwahi kuleta mgogoro wakati wa JCPOA. Kama unakumbuka JCPOA ya Barack Obama ya 2015 to 2018, wakati Trump aliitoa Marekani, waliokuwa mashahidi au waliokuwa wasimamizi wa ile JCPOA, makubaliano ambayo yalifanya Irani isirutubishe urani kwa kiwango cha juu, iwasimamie proxy wake, iache ifunguliwe biashara. Yale makubaliano yale, wakati awamu ya kwanza ya bwana Trump ameingia madarakani, ye alivyoitoa Marekani, sasa wale wasimamizi wa yale makubaliano ambao karibu nchi zote zenye kura ya turufu zote zilikuwa ni mashahidi wa hayo makubaliano, lakini ndani yake kulikuwa kuna wale wanaitwa E3, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, na wao walikuwa ni mashahidi wa hili swala. Sasa baada ya Marekani kuvunja yale makubaliano na kujitoa kutii yale maagizo, sasa kuwa hiki utofanya, hiki utofanya, Irani wakajitoa jumla, wakarudi kurutubisha urani kwa kiwango cha hali ya juu, kuvuka kabisa kile kiwango ambacho sasa ikawa kuna pressure kidogo inatoka upande wa pili, na hata E3 ambao nimekutajia, Ujerumani na Uingereza na Ufaransa, wakawa wanajaribu sana kupeleka maazimio kwenye Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuiwajibisha Irani, Irani ikasema kuwa sifungwi na makubaliano na mkataba wowote, kwa sababu tayari ule mkataba ulishavunjika. Hatuna mkataba tena mimi na Marekani, wala hatuna mkataba wowote ambao mimi natakiwa kuutii. Kwa hiyo hata hivi vikwazo vyenu havifanyi kazi, kwa sababu mimi sina makubaliano na nyinyi. Yani sina makubaliano kwa sababu hatuna mkataba. Kama tungekuwa kwenye mkataba, ilipaswa wote wakae kwenye mkataba, au mimi niendelee kutekeleza yaliyo kwenye mkataba, lazima wote warudi kwenye mkataba. Kama Marekani katoka kwenye mkataba na akarudisha vikwazo kwangu, it means makubaliano yamevunjika. Kwa hiyo siwezi kuendelea kuheshimu makubaliano ya mkataba ambao tayari mwingine, mwanamkataba wa pili, amejiondoa. Huwezi kusema kwa unilazimishe nianze kuja kusafisha nyumba ambayo nilipanga kwako, halafu ukavunja mkataba nikaondoka. Huwezi kuniambia kuwa mkataba huu ulikuwa haujaisha, bado miaka 2 uliuvunja kabla haujaisha. Kwa hiyo yote yale yamekufa, hata vile vifungu vinakufa. Mimi siwezi kutii tena chochote ambacho kinakuwa kwenye mkataba. Kwa hiyo wakati huo wakamtolea Irani, wakamlazimisha sana aheshimu yale makubaliano, wakiwemo EU, wakiwemo hawa E3, na hata wengine wakamlazimisha Iran lazima uheshimu makubaliano. Naambia naheshimu makubaliano gani hali ya kuwa sina mkataba wowote? Sasa hata mara hili swala limejitokeza baada ya Marekani yeye kukiuka makubaliano na Trump kutangaza kuwa hatuna tena MOU, it's over, imekwisha. Bado nchi zinamlazimisha, wakiwemo hawa E3 na nchi zingine zinamlazimisha Irani kuwa aendelee kuheshimu makubaliano ya MOU ya vifungu 14. Sasa jana taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqai ndio alichokisema kuwa wao hawafungwi na chochote cha kufanya. Ikiwa wanataka kufanya, hawafungwi na makubaliano ya aina yoyote ya mkataba wowote. Kwa hiyo wao wako nje ya makubaliano yoyote. Nadhani hii taarifa iliandikwa kwenye jarida moja hivi, ngoja nikuletee tena. Waliandika kwa kina kabisa hii taarifa. Ngoja nijaribu kuitafuta hapa, nikiipata nitakuletea hapa ili uelewe kile ambacho kimezungumzwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje na kile alichokisema msuluhishi mkuu Mohamed Ghalibaf. Taarifa hii imeandikwa, inasema kuwa mpatanishi mkuu wa Irani Mohamed Bagheri Ghalibaf alisema kuwa Teherani inakabiliwa na vita vya kuwepo wa Marekani vinavyolenga kuigawa nchi, na anaonya kwamba kujitolea kwa Irani kwa mkataba wa makubaliano kunategemea faida halisi. Nadhani iko wazi hiyo. Mpatanishi mkuu wa Irani Mohamed Bagheri Ghalibaf alizungumza na vyombo vya habari Jumatano, akasema kwamba Teherani inapigana vita vya kuwepo na Marekani ambavyo malengo yake yanazidi kuipindua serikali ya Irani hadi kuivunja iwe nchi nyingine tofauti. Yani anachokusudia kusema kuwa kampeni kubwa inayofanyika hivi sasa kwa Marekani ni kutaka kujaribu kuigawa nchi. Nadhani hili wamelielezea sana, hasa kutokana na kile kinachoonekana kama mashambulizi mengi ya Marekani yanaenda sana kwenye pwani. Ni kama vile wanataka kujaribu kudhoofisha uwezo wa Irani upande wa pwani, halafu waje kutaka kujaribu kuteka baadhi ya visiwa. Nadhani hizo hesabu wanazipiga, lakini ni moja hesabu ngumu kabisa. Nilishazieleza hapo kipindi cha nyuma kuwa itakuwa ni kichekesho kama ikiwa Marekani wanafikiria kuwa
kuchukua moja kisiwa watakuwa sehemu salama zaidi, watakuwa ni sehemu yenye target zaidi. Nadhani na Donald Trump alieleza wakati wanazungumzia haya makubaliano ya MOU, akasema kuwa tuliofia kwa sababu Irani sio nyepesi kuingia kama vile unaingia Venezuela, tuliofia kuwa vifo vitakuwa vingi na majeruhi watakuwa wengi. Kwa hiyo hata wao wanalifahamu. Kwa hiyo kuna hadithi hiyo ambayo imekuwa ikitembea hivyo. Sasa Ghalibaf anasema hatujawahi kukaribisha vita, yani sisi hatujaita vita na hatuwezi kukubali kamwe. Hata hivyo lazima tuwe tayari kila wakati kupigana na kusimama imara hadi mwisho kabisa katika kutetea usalama wa maslahi yetu na taifa letu. Yani anachokusudia kusema kuwa sisi tumefatwa kwetu, tukiwa kwenye nchi yetu, tunafanya mambo yetu bila kumsumbua mtu yoyote, tukaanzishiwa vita kwenye nchi yetu. Yani it means kuwa sisi hatujaikaribisha vita wala hatujaomba vita, lakini sisi tutalinda taifa letu kwa gharama yoyote, hatuwezi kukubali kuonewa. Ndio alichokuwa anakusudia. Alisema diplomasia inabaki kuwa ndio njia sambamba. Lazima pia tutumie diplomasia na mazungumzo ili kuendeleza kulinda maslahi yetu ya kitaifa. Kwa hiyo wao wanasema kwa sisi tutaendelea kupigana, lakini milango ya diplomasia iko wazi kwetu. Mkitaka kuja kuzungumza kwa nia, njoo tuzungumze, lakini pale mnapotugusa tutapigana. Aliongeza kuwa msimamo wa Irani vitani au kwenye meza ya mazungumzo lazima ubaki umejikita katika maslahi ya kulinda taifa. Mbinu yetu iwe ni vita au mazungumzo, lazima iwe imejikita katika maslahi ya usalama wetu wa kitaifa, huku ikibaki kuwa ya kweli na kuzingatia muda mrefu. Ghalibaf yeye alisisitiza kujitegemea kama njia pekee inawezekana ya Irani kusonga mbele. Hatuna chaguo ila kutegemea nguvu zetu wenyewe. Kuhusu mkataba wa makubaliano, kile nilichoanza nacho, anasema hivi, alionya kwamba ahadi ya Teherani ina masharti. Ikiwa Irani haitafaidika na mkataba wa makubaliano, hatuna sababu ya kuendelea kujitolea. Yani kama huu mkataba utufaidishi, sisi hatuna sababu kuendelea kubaki kwenye huu mkataba. Sisi sio nchi zinazofungwa na mikataba ambavyo imewekewa bastora kichwani kuwa labda lazima utii hiki. Anasema hatuna. Sasa Irani imesimamisha ahadi. Mazungumzo baada ya ukiukaji wa Marekani, Teherani imesimamisha sehemu ya ahadi zake kujibu kushindwa kwa Washington kutekeleza majukumu yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani na mjumbe wa wajumbe wa mazungumzo nchi hiyo Ismail Baqai alisema Jumatano, akisisitiza kwamba Irani kwa sasa haina ajenda ya mazungumzo na badala yake inazingatia kikamilifu ulinzi. Hawa watu huwa wanazungumza sana kiprotoko. Yani wanajua kuzungumza sana kidiplomasia. Yani hawazungumzi maneno yanakuwa makali, lakini wanajua jinsi ya kuyaelezea. Yani hebu chukulia ile, anasema kuwa anasisitiza kwamba Irani kwa sasa haina ajenda ya mazungumzo. Yani kwa sasa hatuko kwenye ajenda yote ya mazungumzo, badala yake tunazingatia ulinzi kamili. Yani hawasemi badala yake tunapigana, wanasema badala yake tunasimamia ulinzi kamili. Yani sisi tunajilinda. Hapo mwanzo anasema kuwa mazungumzo baada ya ukiukaji wa Marekani, Teherani imesimamisha sehemu ya ahadi zake kujibu kushindwa kwa Washington kutekeleza majukumu yake. Yani wao kwanza wanakupa kesi alafu wanarudi wao kuwa kwa nini hamjafanya hivyo? Kwa sababu yeye alitakiwa afanye hiki na sisi tufanye. Kama yeye kashindwa sisi tufanye nini? Kwa hiyo wanajua jinsi ya kwenda kukubana pale. Sasa Baqai alisema ahadi za Irani zinabaki halali mradi tu kama chama kingine kinatii majukumu yake. Yani anasema kuwa kama unataka kuona sisi tunatimiza tunachokitimiza, kwanza wewe utimize cha kwako. Kwa hiyo ahadi zetu zinabaki hai pale wewe unapotimiza na sisi tunapaswa tutimize, lakini wewe ukivunja sisi tunavunja. Mara tu chama kingine, yani anakusudia tu wakati mwingine tu chama kingine, yani pale Washington inapokiuka ahadi zake, sisi pia tulijizuia kutekeleza majukumu yetu pale inapobidi. Angalia lugha inayotumika. Yani pale Marekani ilipokiuka ahadi zake, wao wanasema yani yeye hazungumzi kusema na sisi hatutekelezi ahadi. No, hazungumzi hivyo. Anasema sisi pia tunajizuia, yani pia na sisi hatutekelezi majukumu yetu pale inapobidi. Alisema akisisitiza kwamba uelewa wowote kimsingi unategemea ahadi na majukumu ya pande zote mbili. Sijui naeleweka. Aliongeza kuwa uelewa kama huo unadumisha thamani kwa Jamhuri ya Kiislamu tu iwapo unalinda maslahi ya nchi na usalama wa taifa, alitangaza. Kwa sasa hatuna ajenda ya mazungumzo na lengo letu ni ulinzi pekee. Elewa. Jana gazeti la Marekani la The New York Times lilikuwa pale juu kabisa kwenye heading yake kuna andiko moja lilikuwa imeandika in Irani, Trump has found opponent he cannot easily dominated. Hili andiko lilikuwa refu, kilisoma ndani yake ndio linaakisi hiki ninachokuambia. Nasema hivi,
nchini Irani, Trump amepata mpinzani ambaye hawezi kumtawala kwa urahisi. Rais huyu amezoea kulazimisha nchi zingine kukubali matakwa yake, lakini anajitahidi kupata mkakati wa kupata makubaliano ya Irani huku usitishaji wa mapigano aliyouanzisha ukiporomoka. Yaani mwandishi ukisoma hii makala jinsi alivyoandika kuwa kwa sasa Trump amepata mpinzani ambaye hawezi kumwamrisha. Katika ile nadharia ambayo aliingia madarakani akiamini kuwa yeye ni rais mwenye nguvu, anaweza kuamrisha kokote, yani mwandishi huyu ndani ameelezea mpaka kuwa tazama jinsi Trump alivyowaamrisha NATO. Yani Trump amewaamrisha NATO kuwa mtafanya vile ninavyotaka, mtaongeza matumizi, na wote imebidi walitii hilo. Sasa anasema kuwa anafanya hivyo, anaingia Venezuela anachukua mafuta, anaingia huko anafanya hivi, lakini pale kwenye ghuba ya Uajemi kashindwa. Yani kashindwa kuamrisha anavyotaka yeye. Ndio hii analokusudia kusema kuwa hajapata kile ambacho alikuwa anakikusudia. Yani kapata mpinzani ambaye hawezi kumwamrisha kutokana na kile ambacho yeye alishaona kuwa anaweza kuiendesha dunia katika muktadha ambao anauhisi yeye. Jana JD Vance kuna vitu viwili alikuwa anazungumza. Alizungumza sana kuhusu haya masuala ya absence. Sitaki kuyazungumza sasa hivi, nitayaleta mara nyingine. Lakini alizungumza kuhusu swala la vita ya Irani. Kuna kauli moja alizungumza ambayo iliandikwa pia na vyombo vya habari. Alisema kuwa tunaweza tukafanya mashambulizi tunavyoweza ndani ya Irani. Tunaweza tukadhuru jeshi lao kwa kiwango chochote tunachoweza kulidhuru. Lakini wao hawahitaji kutumia nguvu sana kuhakikisha kuwa mkakati wao Hormuz unafanya kazi. Maanake kuwa tutakuwa tunatumia nguvu bila sababu. Ili tuweze kulifikia hili na lazima tukae tuzungumze. Anauona ukweli ambao mimi ninawaambia kila siku. Hii swala halihitaji hata hisia. Swala liko wazi kabisa kuwa leta ndege utazoleta, pigana utavyopigana, swala la Hormuz ni jengine kabisa. Kuhitaji nguvu yoyote kubwa ya kuhakikisha Hormuz haipitiki. Yani huhitaji sijui nipeleke wanajeshi laki, sijui. Yani ni kauli yako tu, ukipita tunakutwanga. Bas, weka utavyofanya, meli hazipiti. Sasa ndio alichokuwa anazungumza JD Vance, na alizungumza na vyombo vya habari akaeleza mengi. Hata alizungumza kuhusu iliandikwa kuna vyombo vya habari. Ngoja nitafute hii taarifa, nilisoma vizuri ambayo ilikuwa imeandika, na JD Vance alikuwa amezungumza kwenye hili swala. Alisema hivi: makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema kuna baadhi ya watu, viongozi ndani ya uongozi wa Israeli wanajaribu kushawishi maoni ya umma ya ndani ya Marekani ili kurefusha vita vya ndani ya Irani kuwa virefu. Makamu wa rais JD Vance alisema kwamba watu baadhi ndani ya uongozi wa Israeli wanajaribu kurefusha ili waweze kubaki kwenye vita kwa muda mrefu. Anasema kuna baadhi ya watu ndani ya mfumo wao katika serikali ya Israeli, tunawajua bila shaka yoyote, wanaodanganya na kujaribu kubadilisha maoni ya umma ya Marekani ili kuendeleza vita na Irani kwa urefu, Vance alisema wakati wa kuonekana kwenye podcast iliyoongozwa na mwanahabari Joe Rogan. Vance aliongeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump yeye angefuata hatua za kijeshi dhidi ya Irani bila kujali ushawishi wowote kutoka Israeli. Akisema rais anaamini kwamba Teherani haipasi kuruhusiwa kununua silaha za nyuklia ambazo Jamhuri ya Kiislamu ya Irani imekataa kuzipata. Zaidi ya hayo, tathmini za taarifa za Marekani na Israeli zilishafichua kwamba Irani haitafuti silaha za nyuklia. Badala yake mpango wa nyuklia wa Irani ni wa kiraia tu na unatumika kwa madhumuni ya amani. Hata hivyo, wasiwasi wa Israeli kuhusu mkakati wa Marekani kuhusu Irani, maneno hayo yalikuja baada ya gazeti la Al Monitor likinukuu vyanzo vya usalama vya Israeli kuripoti Jumanne kwamba utawala wa Israeli ulikuwa na wasiwasi kwamba utawala wa Trump ulikuwa umepoteza azma yake ya kuondoa uwezo wa nyuklia wa amani wa Irani. Badala yake ulikuwa umeelekeza umakini wake katika kulinda safari katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kulingana na ripoti hiyo, mabadiliko ya vipaumbele yalizua wasiwasi miongoni mwa maafisa wa Israeli kuhusu mbinu ya Washington ya vita vinavyoendelea dhidi ya Teherani. Mvutano umeongezeka karibu na mlango wa bahari. Sasa ukichukua haya maandiko ya JD Vance aliyoyasema kuhusu kuwa sisi tunajua kuwa Israeli wanajaribu kushawishi maoni ya umma kuleta ndani ya Marekani ili Marekani izidi kubaki kwenye vita. Kwa hiyo ndani ya Marekani wanajua kabisa huu mchezo unavyochezeka. Na huyo anayezungumza ni mtu wa pili mwenye nafasi ya juu kabisa ndani ya Marekani. Yaani hazungumzi labda mbunge mdogo, anazungumza makamu wa rais
wa Marekani ambaye yeye analiona hilo swala kwenye muktadha wake kuwa hawa Israeli wanataka kutumia nafasi hii kutaka kushawishi kuwa vita iendelee kubaki, na vita ikiendelea kubaki ni kwa maslahi ya mrengo wa kulia. Unajua jana bunge la Congress lilipiga kura. Kulikuwa kuna kura ambayo ilitishwa. Ukitazama kwenye mitandao ya kijamii utaona kuwa senator wa Vermont Bernie Sanders sana alilifanyia kampeni hili swala, na mswada wenyewe ulikuwa unahusu kuwa Marekani inatakiwa kukata usaidizi wa kifedha kwa Israeli ambao sasa unasoma kati ya 3.8 billion ambazo zinakwenda kwa Israeli. Sasa wabunge walikuwa wanajadili hili swala na kura ikawa inapigwa kwenye bunge la chini, ambapo niliona Nancy Pelosi alisema kuwa na yeye ni mmoja wa wabunge ambao watapiga dhidi ya, wanapinga kabisa Israeli kuendelea kupokea misaada. Kwa sasa utaona kuwa chama cha Democrat kama kimejionyesha kuwa hakiko kabisa na Israeli. Hii ni sehemu ya kampeni yao tu, mara nyingi inaweza ikafanyika hivyo, lakini kuna mabadiliko halisi ambayo yanatokana na umma wa ndani. Kura ikapigwa jana. Kura ilivyopigwa ikashinda kuwa Israeli itaendelea kupokea silaha. Lakini kwa nini nakwambia hii kura ni ngumu sana kwa Israeli? Kura 300 zilikubali za Israeli aendelee kupokea misaada, 104 zikakataa. Kwa nini nakwambia hapa ni hali mbaya ambayo Israeli tayari aleti yake wanaiona? Kura 300 kwa 100. Rudi nyuma, pitia huu mswada sio wa kwanza, unaweza kuwa wa 6 au wa 5, umeletwa mara kadhaa huu mswada. Lakini nenda kaangalia kuanzia mswada wa kwanza uliopendekezwa miaka 2 iliyopita ulikuwa na kura 17, ukapanda 30, ukafika sijui 37, sijui ikafika 40. Leo kura 104. Sijui unaelewa? Yaani namba haishuki na inaenda inatoa majibu. Sasa hili swala ni la muda tu kwenda kufanya maamuzi. Yaani itafika wakati lazima hivi vitu vikatike. Ndio pale bwana Netanyahu alipoliona hili na anachungulia, anajua matokeo yake yajayo kuwa sisi hatuhitaji msaada tena wa Marekani. Yaani isije kuonekana kwamba Marekani amekata usaidizi, ionekane kuwa wao walikataa msaada. Lakini akataka muungano mpya ambapo tayari kuna wabunge wameustukia wanasema kuwa hatutaki huo muungano mpya wa kijeshi utakuwa kati ya Israeli na Marekani, kwa sababu utakuwa ni mkataba wa kuitumikia Israeli kupitia Marekani. Ndio wanachokusudia kufanya hivyo. Sasa kura 104 si jambo dogo. Kutoka kati ya kura 17 na 30 na zikawa zinapanda na kupanda mpaka 104. Hii ni jibu ambalo linakupa kuwa alert si nzuri sana inayoelekea upande wa pili, na hili wanalijua, wanajiandaa nalo. Rahby Digital, haki na ukweli.